wanazungumza positive, lakini tunatamani kusikia sasa kutoka kwako misimu miwili ndani ya Simba katika uzalishaji wa eneo hili la vifaa vya michezo. Kwako ni misimu miwili ya namna gani? Kwanza nakushukuru. Ndio. Nakushukuru kwanza kwa kunikaribisha hapa. Nashukuru tena, na mimi nimekuwa ni mzito sana kuhudhuria kwenye media. Ndio. Nipende kusema kwamba hii ni media yangu ni radio yangu ya kwanza. Ndio. Kuweza kufika toka nimeanza kufanya hii kazi ya uzalishaji wa jezi katika klabu ya Simba. Ndio. So niwashukuru na vile vile niwapongeze wale ambao walitumia kuniambia njoo and you have to be here. Ndio. Yeah. Kiukweli misimu ya miaka miwili Simba Sports Club ina pande mbili, ina mafanikio na vile vile kuna changamoto pia. Sababu tukianza katika upande wa mafanikio ni kwamba wakati tunaanza, nadhani wote mlikuwa ni mashahidi, wakati siku ile ya tarehe 16 mwezi wa 4 Simba Sports Club inanitambulisha rasmi kuwa mzabuni wao pale Serena. So ule wakati mimi natoa vitu ambavyo natarajia kuvifanya ndani ya kipindi hichi, more than 90% ya watu walikuwa wanaona hii vitu ni too good to be true, yani kwamba ni vitu ambavyo vingi ni havitoweza kuwezekana. Lakini leo hii tunaenda mwaka wa pili sasa, vingi ambavyo nilikuwa nimeahidi na nimejitahidi kuvikamilisha. So moja ya changamoto ni kwamba ukiwa unaingia sokoni watu hawakuamini. Sahihi. So you have to prove them wrong, kwamba unatakiwa uaminishe kwamba mimi ni right person na nitaleta kile kitu ambacho mnakitaji na matarajio yenu yatakuwa yale ambayo mimi nayabeba kama maono yenu yalivyo. Kwa hiyo inaenda kuzalisha kulingana na expectations zao. Sasa unaweza kuona pressure ambayo inakuwa, kwa sababu watu wanatoka kwenye mfumo fulani unawapeleka kwenye mfumo mwingine. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kuwa na pressure ya kudeliver kile ambacho ni kizuri kwa mashabiki wa Simba. Jambo la pili ni kwamba sawa, umeleta mzigo, umeleta product sokoni, mapokeo yake yatakuwaje? Kwa namshukuru Mungu, kuanzia mwaka wa kwanza mapokeo yalikuwa mazuri mno, kwa sababu tulileta kitu cha utofauti. Kwa maana ya kwanza katika soko hili la uzalishaji wa jezi hapa nchini tuliweza kuleta mabadiliko ya kutumia international brands. Nadhani mimi nimeleta Diadora na ikawa ni jambo jipya hapa nchini. Na kiukweli katika kulinganisha sasa kati ya international companies na hizi local companies, utofauti kuonekana kwenye matokeo. Kwa hiyo kila mtu aliona jezi, alipenda, alifurahia, kuanzia fabrics, yani materials na design na kila kitu, kwa sababu kila kitu kinaenda tofauti. Changamoto kubwa ambayo ilikuja kutokea, japokuwa mapokeo yalikuwa mazuri, ni counterfeit. Mwaka jana kiukweli baada ya kuzindua, of course mwaka jana tofauti ilikuwa ni kubwa, kwamba changamoto hii ilinipata even before sija unveil zile jezi hujazileta sokoni. Ilikuwa kama wiki moja kabla ya siku ya kuzindua jezi, nilikuja kuona mitandaoni jezi imefanyaje, zimeshavuja tayari, imevujisha. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwanza jezi ilipigwa katika mazingira ya kuharibu biashara, kwamba yule aliyekuwa na ile jezi aliiweka chini, akaipiga picha, ikawa imewekwa vumbi, yani ikawekwa tu, hata ukiwa na shati jipya au nguo yote mpya ikiwekwa chini kwenye vumbi ikapigwa picha vibaya, lazima yake sio rafiki. So ile ikawavuta watu nyuma, hata wale walioweka pre-order wakaanza kutoa, hata wale walikuwa. Kwa hiyo ilikuwa wakati mgumu sana kipindi kile cha ile wiki mpaka kwenda kufanya uzinduzi. Lakini nakumbuka tulistay bold na kusema kwamba jamani, naomba muende muinunue jezi na muone ubora wa jezi. So nashukuru Mungu, baada ya kuzindua rasmi mashabiki na watu wote walikuja kuona kweli jezi ni bora na yenye viwango vya hali ya juu. So hizo ndio zilikuwa changamoto za mwaka wa kwanza. Counterfeiters ni watu ambao kiukweli wanarudisha sana nyuma tasnia hii. Mwaka huu wa pili tumezindua jezi juzi tarehe 1. Ndio. Tulienda Ngorongoro
Simba Sports Club ilifanya utofauti kidogo. Kwamba tunaenda kuzindua jezi katika mbuga ya Ngorongoro. Of course kuna mambo pale ambayo yamepelekea, na tunasema pride returns home, Simba anarudi nyumbani. Unajua Simba ni mnyama mkali, anarudi nyumbani. Nyumbani ni wapi? Mbugani. Kwa hiyo tukachoose kwenda Ngorongoro. Of course theme na idea yote ilikuwa ni kuonesha kwamba Simba sasa anarudi kivingine, kwamba msimu huu na mambo mengine yote yatakuwa ni ya utofauti. Kiangalia Simba inaadhimisha miaka 90, kwa tukazindulie kule sasa. Tuoneshe kwamba tunaanza upya na katika nguvu zaidi. Tukazindua. Maandalizi na uzinduzi ulikuwa ni mzuri sana, na watu wamepokea tena jezi. Wamepokea jezi tena vizuri mno. Na nadhani nilikuwa nimewaambia tunategemea mwaka huu kuleta kitu bora zaidi ya mwaka jana, kwa sababu kila mwaka mnakuwa mnajifunza, mnachukua ushauri ya yale ambayo yametokea, mapungufu yale ambayo yalipita. Kwa mnaenda kuangalia jinsi gani mnaweza mkayarekebisha na mkaja na kitu bora zaidi. Kwa hiyo tulijaribu kuangalia mwaka jana jezi ilikuwa nzuri sana, lakini kulikuwa kuna comments nyingi zinakuja kwamba inaweza kawa ndogo, small, lakini pana, yani huku imekuwa pana. Kwa hiyo tukawa tunajaribu, sababu sisi kule tunatengeneza na vipimo vya Europe, zile European measurement. Kwa hiyo kila kitu kinaenda kulingana na, kwa hiyo unaangalia kama hii jezi inakuwa ni regular au slim fit au watu wanataka aina gani, si ndio? Kwa hiyo sisi tumejaribu ku adjust accordingly, ili kila mtu akivaa jezi yake ifanyaje imeweze kumkaa vizuri. Kama unavyoona mimi navaa XL. Na siku zote navaa XL. Lakini hebu Joseph, tuzungumzie mwaka jana. Kuna changamoto ambayo ilitokea 1 week before, watu wameanza kuoda jezi, maneno yameanza mtandaoni. Safari hii imekuwa tofauti kabisa, mpaka kesho yake kwamba mnaenda kuzindua jezi hatujaona purukushani zaidi huko kwenye mitandao kwamba jezi zimevuja. Lakini kesho yake asubuhi, kabla ya nyinyi kutangaza rasmi kwamba hizi ndio jezi, kidogo watu wakaanza kuziona sasa kwenye mitandao. Safari hii ni kitu gani ambacho mlikifanya zaidi kuhakikisha kwamba watu hawajitokezi mapema kuharibu biashara yenu ya kwenda kuzindua na kutangaza jezi? Kama nilivyosema awali kwamba kila mwaka tunajaribu kuangalia wapi kuna changamoto, na tunakuja na njia ya kuweza kuzikabili, kuzidhibiti. Kwa hiyo tulijitahidi sana mwaka huu hiyo kuvuja kwa jezi prior uzinduzi tunaudhibiti. So tulijitahidi kwa nguvu zetu zote, na ndio maana nasema ili swala ni gumu kidogo, sababu unadili na watu ambao wana interest tofauti. Kwa mfano, mtu ambaye anatengeneza counterfeit, yeye nia yake kubwa ni kuuza na kumaximize profit kwa upande wake. Akifanikiwa kupata design tu, yeye anaingia moja kwa moja kwenye uzalishaji, na itakapofika muda na kutime, umeelewa, yeye anaanza kuapproach wale wateja wake kabisa kwamba jamani, tayari tuna second, wanaita second copy, tuna second copy. The problem inaokuja, wenyewe anaenda kuuza katika bei ya kuvunja kabisa, ile ya chini, ambayo automatically ukija wewe kucompete nao inakuwa ni ngumu. Wewe unauza jezi, mimi nauza jezi ya jumla kwa 32,000 ili kutoa nafasi kwa wanaouza retail rejareja kwa 45,000 ili kutengeneza margin pale 13,000. That huo ndio utaratibu. Lakini yeye anaenda kumuuzia mtu kwa 9,000, 8,000 ili yule mtu auze kwa 11,000, 12,000 hadi 13,000. Sasa unaweza kuona hii situation ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo yeye ajali material, ajali whatever, anachoangalia tu, anachukua kitambaa chochote anachoweka ni kuweka tu nembo basi, kwa anaweka mfananio na kupeleka sokoni. Sasa hili ndo kila siku waga anasema kupambana na hili swala ni gumu mno, japokuwa tunatumia nguvu kubwa kupambana nalo. Lakini mtu pekee ambaye anaweza akazuia wale watu wasiweze kuuza jezi fake ni Mwanasimba mwenyewe. Before Mwanasimba, design wanatoa wapi? Wakati mfano kama wewe unafanya kazi na international brand huko, vitu vinatengenezwa huko, hawa watu wanafanyaje kupata hiyo design yenu ya msimu mpya, na wanatanguliza kwanza kufiatua mapema hizi za kwao? Kwanza kama nilivyosema, swala la jezi sio maamuzi na wafanya mimi mwenyewe peke yangu mpaka mwisho. Okay. Ni swala lina long procedures. Mimi nikishatengeneza design, nikishatengenezwa
uwezi tu kaenda moja kwa moja kwa sababu bwana hii na watu wote siwaoneshi naenda tu kutoa. Hapana. Elewa kuna watu wengi ambao wako involved katika hii jezi, ambapo ndio biashara kuu ya kila mtu ipo kwenye nini, kwenye jezi. Leo hii Betway huyu unayemuona hapa analipa pesa nyingi sana Simba Sports Club. Analipa kwa sababu gani? Aonekane kwenye mabango au viwanjani? Hapana. Analipa kwa sababu anapata visibility katika jezi ya nini, ya Simba. So unapofanya design utatakiwa ufike stage umuoneshe. Wewe utakaa hivi, itakuwa hivi, aridhike. Lazima aridhike, atoe comment zake. Kwa sababu utakapokosea tu vipimo inene hao unaleta shida sasa. Unaweza kuleta shida kati yake na Simba Sports Club, unaweza kuleta shida kati yake na wherever, kwa sababu kila mmoja anaangalia brand yake iwe exactly kama kile ambayo inaenda. Betway ni watu ambao wanafanya kazi na watu wengi duniani. Sahihi. Logo placement yake katika jezi ifanane na timu zote duniani. Itafanana na Manchester United, itafanana na timu zote ambazo zinatumia nini, Betway. Iniwani wewe wanaanza. Kwa lazima ushe. Duniani siku hizi kuna mambo mengi. Utakuja kuna Simba Sports Club, kuna kwenda kwenye logos, kuna mtiririko na watu wengi wa vitu. Even though ya kila siku sasa tunakuja na namna ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kudhibiti. Changamoto nyingine kwamba inatokea ni kwamba kwa mfano mwaka huu counterfeiters kulingana na Intel taarifa tunapata za vyombo na nini, kuna realize kwamba kuna wengine wanatengenezea, kuna viwanda vya ndani hapa ndani. Yaani mtu amepata tu hii, yaani amepata tu usiku ule, kesho kafiatua za kutosha. Mara nyingine zinatokea Zanzibar. Mtu anapata, zinapita kwa mashua, zinapitia Bagamoyo. Zote taarifa unazipata. Kwa hiyo mnaangalia jinsi gani sasa sisi kama wazabuni, Simba Sports Club, vyombo vya dola, jinsi gani vinaweza vikatusaidia katika hili. Kwa sababu mtu anayetengeneza feki yeye hajali chochote. Anaweza kauza kwa bei yoyote. Ndio maana unakuona anauza kwa jumla 8,000. Sahihi. Ili ule mtu akauze 10,000, 15,000. Sasa yeye ajali kwa sababu ana any financial obligation ya kulipa. Mimi hapa nailipa Simba. Kataba wangu mimi ni mkubwa Simba. I pay a lot of money. Nitalipa Simba. Nitalipa serikali. Container zangu zote zinapitia bandarini. Zote. Declaration ya J-Route. Ukiona J-Route ujue ni jezi. Zote zinapita pale na zote zinalipa kodi sahihi ya jezi. Umeelewa? HS code ya jezi na t-shirt ni vitu viwili tofauti. Huko analipa 0.33, huko analipa $0.60 per unit. Naleta container zote wanazidi declare pale zinapita. Nalipa kodi nyingi sana. Mtu anapita na mashua huko Bagamoyo. You can see. Kwa hiyo nalipa kodi serikalini. Nalipa kodi, nalipa Simba. Simba nayo inalipa kodi serikalini kutokana na malipo ambayo nalipa. Umeelewa? Lakini huyu mtu anakuja alipi chochote. Atauza bei yoyote. Ana responsibility yoyote. Sasa hawa ndo wanakwamisha soka. Lakini mwana Simba ananunua. Mwana Simba anaenda anaacha hii hapa na anapata. Jemedari, mjadala umeshafunguka. Kuna narudi sasa, kuna siku moja tukiwa hapa ulisema hili jambo kulidhibiti ni gumu sana. Kama mhusika anazungumza hivi, bado tuna safari ndefu sana. Tunamsaidiaje mtu kama huyu ambaye ameweka fedha nyingi? Na huyu mwana Simba naye anapenda unafuu. Si wakati mwingine sio kupenda tu, maisha yanamlazimu kwenda kwenye cha 10,000. Huyu tunampataje? Wakina J-Route hawezi kuja tena na njia mbadala ya kutengeneza kitu ambacho kitaendana na hao wauzaji feki. Au wauzaji feki nao wataona ukishuka kwenye 15 umeleta, watarudi kwenye 5,000. Yale. Nafikiri kitu kikubwa hapa ni kujaribu kupunguza hiyo hali. Ndio. Na kwenye hii kazi ina ugumu kidogo. Na unaweza ukasema sio kidogo. Kama unakumbuka Mama Shatu Kijaji, Kijazi. Sasa hivi ni waziri wa maliasili na utalii. Ndio. Alikuwa waziri wa viwanda na biashara. Ndio. Alipokuwa waziri wa viwanda na biashara yapata miaka 3-4 nyuma, aliwahi kukamata jezi ambazo kama unakumbuka kina Alikamwe ilitoka video wako kule Keko kule kwenye magodauni kule Changombe kule wako Changombe kule wanakata kukamata watu na nini. Ile video ikaenda viral.
Alafu waziri wakati ule Mama Kijazi akaja akafanya press. Katika zile jezi zilikamatwa jezi za Simba, zikamatwa jezi za Yanga, zikamatwa jezi za Taifa Stars, zilikuwa mpaka za Azam. Mama pale kwenye kikao pale na waandishi wa habari na watu waliokuwa kwenye ile shughuli akasema, akatoa muda wa miezi mitatu. Ndio. Alitoa miezi mitatu kwa sababu tofauti na anachokisema Jeruti hapa, kwa mfano jezi zinazopita zingine zinapita sasa hivi zikitengenezwa ndani zinapita Bagamoyo huko, zile zinatengenezwa hapa Dar es Salaam, kwa hiyo hakuna za kwa kupita, ni kwamba zinaingia kwenye soko moja kwa moja. Lakini kuna zile fake ambazo kama mithili ya zile ambazo zilikamatwa zikipitia bandarini. Sawa? Maana yake kwenye huo mzigo serikali inajua mwenye mzigo nani, na kwa namna yoyote vile amelipa kodi, na ndio maana aliitwa mtu wa TRA pale na yule mama na akatoa miezi mitatu kwamba hili jambo watu wao yani limekwisha. Lakini ukweli ni kwamba hili jambo linahusisha watu wengi, lina maslahi ya watu ndani yake, na hao ndio wanaolikwamisha wenye maslahi. Ndio na jemedari ni nitajia kitu kidogo, hao watu sio watu wadogo. Yani wenye maslahi yani sio watu wadogo, ni cartel ya wafanyabiashara wakubwa. Juma, take it easy tu. Kwa mfano kama issue inapita bandarini. Si ndio? Kwanza inapakiwa kule mpaka inakuja hapa, maana yake atakuja kulipwa. Anayepakia anajulikana amepakiza kitu gani? Si ndio? Serikali iko makini kiasi hicho. Sio haiwezi kuwa siri. Na anayepakia anajulikana ni nani? Kampuni ya usafirishaji ipi? Mwenye mzigo nani? Mzigo ndani ni nini? Kampuni gani ina clear ule mzigo? Kwa hiyo watu wanalipa apite hivi hivi. Sasa inapokuwa umeshaingia sokoni, alafu waziri alikuja akaita na watu wote akamwambia bwana miezi mitatu. Nikwambie Juma, leo yapata miaka 4. Yule mama hakurudi tena. Hakurudi. Na mimi niliwahi mpaka wakambadilisha na kitengo. Niliwahi kuuliza siku moja mama, ilikuwa miezi mitatu. Sasa mwaka. Vipi? Nikaweka na video yake. Nilipata mtu mmoja kuja kumtafuta kaambia bwana da. Jambo hebu. Acha